Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu cha simulizi ya mtakatifu wa leo. Mtakatifu wa leo ambaye tumemchagua tusimulie historia yake. Leo tutapitia historia ya Mtakatifu Rita wa Kashia, mtakatifu ambaye anapendwa zaidi, yaani mtakatifu ambaye watu wengi wanashuhudia ushuhuda mkubwa juu ya nguvu zake za kuwasaidia. Kabla yote, naomba ubonyeze maneno yaliyoandikwa subscribe kisha alama ya kengele ili usipitwe na video mbalimbali ambazo zitakuwa zinakuweza kuletea ujumbe mbalimbali. Historia ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Mtakatifu Rita wa Kashia, sikukuu yake maalum ni tarehe 22 mwezi Mei kila mwaka. Huyu mtakatifu anaheshimiwa kama mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Mtakatifu Rita wa Kashia, tangu kuzaliwa kwake mpaka tamati ya maisha yake, yaani kifo chake. Maisha yake ya awali kuanzia mwaka 1381 mpaka mwaka 1397. Mtakatifu Rita wa Kashia alizaliwa mwaka 1381 katika kijiji cha Rocapolena karibu na Kashia, Umbria, huko nchini Italia. Jina lake la kuzaliwa lilikuwa Margherita Lotti, lakini wazazi wake walimwita Rita kwa kifupi. Wazazi wa Mtakatifu Rita wa Kashia, yaani Antonio Lotti na Amata Feri, walikuwa wacha Mungu na walijulikana kama wapatanishi wa amani katika kijiji chao, kwa sababu walisaidia kumaliza ugomvi baina ya familia zilizokuwa na uhasama wa damu. Wito wa utotoni wa Mtakatifu Rita wa Kashia. Tangu udogo Rita alitaka kuwa mtawa, lakini akiwa na miaka 12 wazazi wake walimpangia ndoa na mtu aitwaye Paolo Manzini kwa sababu ya desturi za wakati huo, na pia ilikuwa ni kuleta amani baina ya familia. Pia alilazimishwa kwa ajili ya kuolewa na huyo aliaminika ni kijana tajiri. Maisha ya ndoa yenye mateso kuanzia mwaka 1397 mpaka 1415. Mume wake Rita wa Kashia, Paolo Manzini, alikuwa mtu mkatili na mwenye hasira na alihusika na ugomvi wa kifamilia wa damu wa enzi hizo Italia. Rita aliteseka sana katika ndoa. Alipigwa, pia alitukanwa daima. Majibu ya Rita. Rita hakujibu uovu kwa uovu, lakini alivumilia kwa sala, upendo, upole na toba. Aliomba kwa miaka 14 kwa ajili ya mume wake. Matunda ya sala ya Rita wa Kashia. Hatimaye Paulo alibadilika. Alitubu na kuomba msamaha kwa Rita, akaacha uhasama. Mauaji ya mumewe Rita wa Kashia. Baada ya mwaka mmoja tu tangu alipotubu Paulo aliuawa kwa kulipizwa kisasi na maadui zake wa zamani. Hii ilikuwa takribani mwaka 1415. Wana Rita na Paulo walikuwa na watoto wa kiume wawili. Baada ya baba yao kuuawa, wavulana hao walitaka kulipiza kisasi kwa wauaji, lakini Rita aliogopa sana watapoteza roho zao. Aliomba kwa Mungu afadhali watoto wake hao wawili wafe kuliko watende dhambi ya mauaji. Ndani ya mwaka mmoja wote wawili waliugua na kufariki wakiwa wamesamehe bila kutenda kisasi.
Kanisa linaamini sala yake ilisikika ili kuokoa roho za watoto wake. Maisha ya Rita, maisha ya kiutawani. Kuanzia mwaka 1417 mpaka mwaka 1457. Kutaka kuwa mtawa Rita baada ya kuwa mjane na kufiwa na watoto. Rita alitaka kujiunga na shirika la watawa wa Mtakatifu Agustino huko Kashia. Rita kukataliwa mara 3. Awali alikataliwa kwa sababu alikuwa mjane na kwa sababu ya uhasama uliokuwepo baina ya familia yake na mume na familia nyingine. Watawa waliogopa uhasama ungeingia monasterini. Tunaambiwa kuwa muujiza wa kuingia utawani kwa Rita. Mapokeo ya kanisa yanasema kuwa usiku mmoja, watakatifu Yohane Mbatizaji, Agustino na Nikola wa Talentino walimtokea na kumuingiza ndani ya monasteri, yaani nyumba ya watawa, milango ikiwa imefungwa. Siku iliyofuata watawa walimkuta ndani na wakakubali ni mapenzi ya Mungu ajiunge nao. Hii ilikuwa mwaka 1417. Maisha ya kitawa ya Rita. Kwa miaka 40 alikuwa mtawa wa sala, toba na huduma. Alikuwa mtiifu, mnyenyekevu na alipenda kuwahudumia watawa wagonjwa. Jeraha la pamboni na kifo. Mwaka 1442 hadi mwaka 1457. Jeraha la Mtakatifu Rita wa Kashia katika alilolipata juu ya kichwa chake. Ombi lake alipokuwa akisali mbele ya msulubiwa, alimwomba Bwana ampe kushiriki angalau kidonda kimoja cha mateso yake. Muujiza wa jani la miiba. Mara ukatokea mwangaza wa kudungwa na mwiba kutoka taji la miiba la Yesu, ukamchoma pamboni na kumfanya jeraha kubwa lenye kunuka lililodumu kwa miaka 15. Lilikuwa la uchungu sana kwa sababu ya harufu. Mara nyingi alitengwa na wenzake. Alivumilia kwa furaha. Muujiza wa waridi na mtini. Alipokuwa mgonjwa karibu na kifo chake wakati wa baridi kali Januari, aliomba apewe waridi na tini kutoka bustani ya nyumbani kwao Lokapolena. Jamaa yake alikwenda na kukuta waridi moja limechanua na tini 2 zimeiva. Licha ya theluji, huu unahesabiwa muujiza. Ndio maana sanamu yake huwa na waridi. Kifo cha Mtakatifu Rita wa Kashia kilikuwa, alikufa tarehe 22 mwezi Mei, yaani mwezi wa 5, mwaka 1457, akiwa na umri wa miaka 76. Wakati wa kufa kengele za monasteri zilijipiga zenyewe. Chumba chake kilijaa harufu nzuri ya maua na jeraha lake la pamboni likapona na badala yake pakapotea nuru. Baada ya kifo na utangazaji, yaani kutangazwa mtakatifu, mwili usioharibika wa Mtakatifu Rita wa Kashia wake huko Kashia na hujawahi kuoza mpaka leo, zaidi ya miaka 560, unahifadhiwa katika basilika la Mtakatifu Rita huko Kashia. Wataalamu wa kitabibu wamethibitisha hali hii si ya kawaida. Milakili mingi imeripotiwa kwa maombezi yake, hasa katika ndoa zilizovunjika, magonjwa yasiyopooza na kesi zisizoonekana hazina jibu. Ndiyo maana anaitwa mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Mtakatifu Rita wa Kashia alitangazwa mwenye heri na Papa Urbano wa 8 mwaka 1627.
Pia alitangazwa mtakatifu rasmi na Papa Leo wa 13 tarehe 24 mwezi Mei mwaka 1900. Mambo manne muhimu kanisa litafundisha kutoka kwa Mtakatifu Rita wa Kashia. Kwanza ni uvumilivu katika maisha ya ndoa. Haukukimbia ndoa ngumu. Rita hakukimbia bali alibaki, akasali, akapenda hadi mume akabadilika. Anafundisha wanandoa leo kuwa suluhisho la kwanza si talaka bali sala na sadaka. Nguvu ya msamaha. Rita aliomba watoto wake wafe kuliko wauawe ili awasamehe wauaji wa mumewe. Yaani alivunja mzunguko wa kisasi uliokuwa Italia. Thamani ya mateso. Jeraha lake la kwenye paji la uso lililomuunganisha na Kristo msulubiwa. Alifundisha kuwa mateso yakiungana na ya Kristo yanakuwa ya maana na ya ukombozi. Kwa Mungu anaweza yasiyowezekana, yaani Mungu anaweza yasiyowezekana. Kuingia kwake katika monasterini au nyumba ile ya watawa ambapo alikataliwa kwa mara ya kwanza. Walidi wakati wa baridi, mwili wake usiooza, vyote vinaonyesha kuwa kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Rejea kitabu cha Luka sura ya 1 aya ya 37. Kumbuka, kanisa halifundishi kwamba Rita ni mtu mbaya, bali linafundisha ni rafiki wa Mungu tunayemwomba tusaidie kwa maombi yake mbele ya Mungu. Nguvu yote inatoka kwa Mungu. Sikukuu yake Mei tarehe 22. Kama uko kwenye shida inayoonekana haiwezekani, kanisa linashauri kuomba novena yake ambayo inaanza kabla ya siku 12 kuamkia siku ya sikukuu yake ya tarehe 22 Mei. Lakini zaidi ya yote tunapaswa kuiga imani, uvumilivu na msamaha wake kwa watu ambao walimtendea vibaya. Asante mpendwa mtazamaji, usisahau kushare, kusubscribe na kulike ili video hii iweze kuwafikia wengi, na Mungu akubariki.